Taasisi ya Sauti Yetu Foundation kwa kushirikiana na shirika la EOTAS wanakuletea mpango maalum wa kuibua na kuendeleza vipaji vya watoto wenye mahitaji maalum. Mafunzo haya yanafanyika katika shule ya msingi Dodoma Viziwi jijini Dodoma. Watoto watapata mafunzo ya vitendo katika fani zifuatazo: kompyuta, ufundi wa seremala, ushonaji wa kisasa, ufundi umeme. Mlete mwanao apate msingi bora wa maisha yake ya baadaye kupitia stadi hizi zenye uhitaji mkubwa kwenye jamii ya leo. Kwa maelezo zaidi, piga sasa nambari 0747 74 0200 au 0678 43 89 46. Sauti Yetu Foundation, tunawaamini, tunawajali, tunawajenga. Asante. Nafikiri leo tunaendelea na tutaangalia sababu zinazosababisha usonji. Hasa ni vitu gani ambavyo vinasababisha usonji. Kama nilivyokwisha kusema awali, hakuna sababu moja rasmi inayoweza kusema hii ni sababu inayosababisha usonji, ila viko visababishi mbalimbali ambavyo vinaweza kusababisha mtu ama mtoto kupata usonji. Moja ya sababu hizo ni genetic, kurithi. Kama kuna kwenye jamii ama kwenye familia mzazi mmoja wapo ana vinasaba vya usonji, kuna uwezekano mkubwa mtoto kupata usonji anapokuwa amezaliwa. Lakini sababu nyingine ni sababu za kimazingira. Mazingira tunayoishi, kwa maana ya wakati mwingine kuna kemikali tunazitumia kwenye mazingira yetu, kuna vilevi tunatumia kwenye wakati mwingine wazazi mama anapokuwa mjamzito. Lakini sababu nyingine ni maambukizi wakati mama anapokuwa mjamzito kuna maambukizi kama vile mama anaweza akapata rubela. Rubela ni magonjwa ambayo yanaambukiza hasa kwa mama anapokuwa mjamzito, yanaweza kusababisha kwa sehemu kubwa kupata mtoto mwenye usonji. Lakini kingine ni kupata ujauzito ama kupata mtoto kwenye umri mkubwa, hasa kwa baba anapokuwa anapata mtoto akiwa na umri mkubwa. Kuna uwezekano mkubwa wa kumpata mtoto mwenye usonji. Lakini nyingine ni matatizo wakati wa kuzaa, wakati wa kuzaliwa. Mtoto anapozaliwa, pengine tugusie kiundani, labda mtazamaji anaweza kaa hajaelewa hapo kwenye sababu unayosema usonji huenda ukawa unasababishwa labda na baba kupata mtoto akiwa na umri mkubwa. Ndio. Baba kuwa na umri mkubwa, kuna changamoto kubwa kwenye wamama wanapokuwa na umri mkubwa wanapata changamoto hasa wakati wa kujifungua. Lakini baba akiwa na umri mkubwa, zile genes vinasaba, wakati mwingine ukisha kuwa mzee, uwezo ule wa kutengeneza kitu ambacho kimekaa vizuri, changamoto inaweza kawa ni shida. Kwa hiyo ndio maana tunasema baba anapokuwa na umri mkubwa, kuna changamoto kubwa ya kuweza kupata mtoto mwenye autism, mwenye usonji. Kuna dhana potofu kuhusu usonji. Wengine wanasema labda chanjo zinasababisha usonji. Tufanulie zaidi tupate kuelewa. Asante. Chanjo hazisababishi usonji. Na kwa mfano nimesema kuna magonjwa ya kuambukiza, kwa mfano hii rubela. Tumesema rubela, lakini kuna magonjwa yanaitwa kama toscalas. Magonjwa kama hayo yanaweza kumsababisha mtoto akapata usonji. Sasa ili tuzuie ni kupata chanjo. Kwa hiyo tunashauri mama anapokuwa mjamzito kwenda kupata chanjo na sio kukosa chanjo. Kimsingi kukosa chanjo ndio kunaweza kukamsababisha huyu mtoto kupata usonji, kwa sababu kuna magonjwa ya kuambukiza anaweza akayapata kutokea kwa mama yakamsababisha mtoto huyu kupata usonji kuanzia anapokuwa tumboni. Lakini chanjo kama chanjo haisababishi usonji. Wazazi na walezi wanaweza vipi kuwasaidia watoto wenye usonji wakiwa nyumbani? Asante. Kwanza tunachowashauri wazazi, unapomuona mtoto wako ana zile tabia ambazo wiki iliyopita nilizisema, kushindwa kuwasiliana vizuri, kushindwa kukaa na watoto wenzake kwenye magrupu na kujamiiana na watoto wenzake, ni vizuri sana mtoto huyu anapofikishwa hospitali ili kuweza kugundua nini hasa kinamsumbua. Sio lazima mtoto anaposhindwa kutulia ama unapokuwa anashindwa kujamiiana, kuinteract na wengine, lazima iwe usonji. Hapana, inawezekana sio usonji, lakini anapokuja kwetu tukamgundua kwamba huyu ana usonji,
Sasa tunaanza matibabu na kumweleza mama au wazazi ama walezi namna sahihi ya kuishi na watoto wenye usonji na kuwasaidia, kwa sababu kama tulivyosema wana changamoto ya kimawasiliano. Kwa hiyo zile changamoto walizonazo ndizo tutakazo kwenda kuwafundisha wazazi hawa ama walezi namna ya kuishi na watoto hawa wanapokuwa na changamoto ya usonji. Na mimi nieleze niseme, watoto hawa wakiwahiwa mapema kupata huduma, wana uwezo wa kukua na kufanya shughuli kama ambazo mimi na wewe ningefanya. Tofauti yetu ni moja, watoto hawa wanakuwa na kitu specific, kitu maalum unachoweza kuwafundisha wakakielewa na kikawa maisha yao. Tofauti na sisi, na mtoto asiye na usonji anaweza kuwa na vitu vingi, lakini huyu kitu kimoja ukimfundisha, kwa mfano ukamfundisha kompyuta na uwezo wake ukawa huko hapo, atakuwa expert mzuri kwenye hilo eneo. Shule zetu zinafanya vya kutosha kusaidia watoto wenye usonji? Hilo ni tatizo na tumekuwa mara kadhaa hata tunapokuwa na watoto wenye usonji, unapotaka kuwapeleka shuleni, kuna baadhi ya shule haziwapokei. Zinakuwa zinasumbua kidogo, na hii ni changamoto kwa sababu baadhi ya walimu hawaelewi juu ya usonji. Kwa hiyo lakini ukikaa nao ukiwafundisha na nini matokeo tunayoyategemea kwa mtoto huyu, wengine wanafikia kuwachukua na kuwahudumia, lakini walio wengi hawawapokei, hasa hizi shule zetu za kawaida. Zile shule maalumu wao hawana shida, wanawapokea bila changamoto, lakini hizi shule zetu za kawaida za watoto hizi kuna shida sana kwa walimu kupokea watoto hawa, na tumekuwa tukilipata hilo mara kwa mara. Kwa mfano Dodoma tuna shule ambazo tayari huwa tunapeleka watoto, kwa mfano shule ya Mlezi tunawapeleka watoto wanapokelewa, lakini baadhi ya shule nyingi kwa kweli hii ni changamoto kubwa kwa watoto wenye changamoto hizi. Kama shule zetu na mazingira sio rafiki kwa watoto wenye usonji, unashauri nini kifanyike ili watoto wenye usonji wapate haki yao ya kushiriki kwenye kupata elimu? Kwanza ninachokishauri, walimu wasiwanyanyapae watoto. Wanapopelekwa watoto, wakimkuta mtoto ana changamoto na hawajui nini cha kufanya, wataalamu tupo, watutafute, hospitali zipo, waje tutawelekeza na tutawafundisha namna sahihi ya kukaa na hao watoto na kuwasaidia. Lakini pia walimu wakuu na walimu wa elimu kwenye hizo shule wasisubiri mpaka wapate mtoto, waandae vipindi. Sisi tutakwenda kuwafundisha na kuwasaidia namna ya kuwagundua, kwa sababu wako wengine watoto hawa mashuleni wana usonji, lakini kwa kutokuwagundua wanapewa majina mabaya. Wengine wanaonekana watukutu, wengine wanapewa majina ya kikatili kidogo. Ila sasa tunapowafundisha na kujua kwamba kumbe hii tabia tunayoiona kwa huyu mtoto sio utukutu, ila ni changamoto alionayo ya usonji, inakuwa nyepesi kuwahudumia na kuwapokea na kuwafundisha, kwa sababu watoto hawa wazito pia kwenye kuelewa wengine. Sasa kwa sababu ya huo uzito, wengine wamekuwa kiwachapa na kuadhibu, kuwapa adhabu nyingi. Kumbe sio, tunahitaji tuwasaidie tu ili waweze kukaa vizuri na kuendelea na masomo, kuliko kuwachapa na kuwapa majina ambayo sio mazuri. Kwa hiyo ninashauri walimu na walimu kwenye mashule yetu watufuate, tutawaelekeza na tutawasaidia juu ya watoto hawa ambao wapo wengi kwenye jamii. Pengine kupitia maelezo yako kwamba watoto hawa wapo wengi kwenye jamii lakini bado hawatambuliki, kuna haja ya kuanzisha kampeni ya kuwaibua watoto wenye usonji? Ni kweli, hiyo haja ni kubwa sana. Tulipata wasaa wa kufanya vipindi vichache kwenye baadhi ya hospitali ya shule, na tuliwabaini wa kutosha, na ili tusaidia kuwaonesha na walimu kwenye zile shule ambazo sisi tumezitembelea kipindi hicho, waliona kwamba kumbe watoto tunawaona wazito kuelewa, wana changamoto hizi na zile, kumbe changamoto yao kubwa ni usonji. Kwa hiyo ni shauri, ni vizuri sana kama serikali pia pamoja na maafisa elimu wakiandaa vipindi vya kuweza kuwaibua watoto wenye changamoto hizi na kuwasaidia, kwa sababu tukiwawahi ni nyepesi kuwasaidia kuliko wanapokuwa watu wazima. Pengine haja ya kuanzisha hiyo kampeni ipo kubwa kiasi gani? Ni kubwa kwa sababu ya shule tulizo nazo pia kwa mkoa wetu ni nyingi. Sio jambo la siku moja mbili unaweza ukasema nimezitembelea hizo shule nimemaliza.
Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji planning ya kutosha na itahitaji fedha, kwa sababu utasafiri kwenda vijijini wakati mwingine na maeneo mengi. Kwa hiyo ni sio jambo la kukurupuka kulifanya, ni jambo linalohitaji pia bajeti. Kwa hiyo sio jambo dogo, ni jambo kubwa na linahitajika kufanyika. Umegusia kuhusu vijijini. Pengine huenda ikawa ndio sehemu ambayo elimu ya kuhusu masuala ya usonji inafikia kwa nafasi ndogo sana. Wito wako ni upi kwa serikali? Wito wangu kwa serikali ni kwanza kuwatumia wataalamu waliopo kufika kwenye wilaya na vijiji mbalimbali kutoa elimu, kwa sababu ni kweli wataalamu tunaohusika na hizi changamoto za usonji na changamoto nyingine tuko wachache. Na hasa ukiangalia tupo kwenye hospitali kubwa, hospitali za rufaa, hospitali za taifa ndiko tulipo. Ukienda kwenye hospitali za wilaya, zahanati, bado hatujafika. Kwa hiyo serikali itumie wataalamu waliopo kufika vijijini na kwenye hospitali na zahanati mbalimbali kwenda kufanya uchunguzi, lakini kutoa mafunzo hata kwa social workers na wafanyakazi walioko kule kuweza kuwahudumia watoto hawa. Kimondo cha ofa. Taasisi ya Sauti Yetu Foundation inakuletea mafunzo maalum ya lugha alama kuanzia mwezi Septemba kwa mara ya kwanza nchini Tanzania. Unataka kujifunza kuwasiliana na watu wenye uziwi? Unataka kuwa sehemu ya jamii jumuishi na yenye maelewano? Mafunzo yanawafaa watu wa rika zote na makundi yote, ikiwemo walimu, wanafunzi, wazazi, wahudumu wa afya, wakalimani wa lugha alama na kila mtu mwenye hamu ya kujifunza. Jisajili sasa kabla nafasi ni chache. Tupigie simu namba 0747740200 au 0629754392. Sauti Yetu Foundation tunasema haki ya matumizi ya lugha alama kwa wote. Jiunge nasi, ujifunze, uelewe, uwasiliane.